Penzi mtazamaji, hasa siku ya leo ni siku nyingine ambapo tunazungumza kuhusiana na masuala ya siasa hasa katika kaunti ya Nyamira. Kumbuka kwamba kaunti ya Nyamira imekuwa na mvutano sasa kufikia sasa ni karibia mwaka mzima. Mvutano huu ulianza wakati tulikuwa tunaona kwamba mjadala mzima wa kumbandua gavana Amos Nyaribo ulikuwa umeanza kushika moto na kupamba. Baada ya kura ambazo zilikuwa zimepigwa, Nyaribo akaweza kuponea kwa kura moja ambayo walikuwa wanahitaji thuluthi mbili, thuluthi tatu ili kuhakikisha kwamba Nyaribo amebanduliwa afisini. Kwa hivyo kura ambazo zilipigwa, Nyaribo aliweza kupata kura 11 ambazo zilimsaidia yeye kusalia afisini. Baada ya hapo matukio yakaanza kubadilika katika bunge la kaunti ya Nyamira. Tukaona kwamba mjadala ukaletwa mswada wa kumbandua Speaker Enoch Okero. Mjadala ule ukajadiliwa na baadaye Okero akaelekea mahakamani ili kuhakikisha kwamba mswada ule haujaendelea kwa sababu haukuwa unapitisha vipengele, baadhi ya vipengele, na baadaye akaweza kubanduliwa pasi na kufuata masharti ya mahakama. Kisha tukaona kwamba baada ya yeye kubanduliwa, mahakama ikafuatwa katika mahakama ya Nyamira, wakaelekea mpaka mahakama ya Kisumu ambapo mahakama iliweza kumpatia mamlaka kurejea yeye ili kuhakikisha kwamba anaendeleza kutekeleza majukumu yake. Lakini baada ya majukumu yake kuweza kuendelezwa, tuliona kwamba bunge lile lilikuwa limefanya mabadiliko tayari na spika mgeni kuchaguliwa pasi na kufuata mpangilio ule wa mahakama. Nyabara akaweza Thaddeus Nyabara mbali kuwa ni naibu spika, akaweza kuchaguliwa kama spika. Baada yake kusema kwamba amejiuzulu, swala ambalo mpaka sasa hakuna ambaye anathibitisho kamili iwapo Thaddeus Nyabaro kajiuzulu, kwa sababu hakuna makaratasi ambayo au stakabadhi zimewekwa kwa umma kuonyesha kwamba Thaddeus Nyabaro amejiuzulu kama mwakilishi wadi wa Ekerenyo. Na kufikia sasa kulingana na mahakama inaonyesha kwamba Speaker Enoch Okero mbali kwa amebanduliwa ndiye speaker, na kufikia sasa ameweza kupitisha bajeti, ameweza kuwapiga msasa au kuwasaini baadhi ya wawakilishi, baadhi ya mawaziri wa kaunti ya Nyamira. Tukazungumza naye atueleze hasa kufikia sasa, je, mvutano huu umeweza kuleta tashwishi katika uongozi wake kama speaker? Na sasa tunaona kwamba wanafanya bunge mashinani wakiwa wamenyimwa au kupata fursa ya kuingia katika bunge lile la Nyamira ambalo lipo katika makao makuu. Tukazungumza nawe speaker, habari, utueleze, je, hali ya hewa ipo vipi kufikia sasa? Asanteni, nashukuru sana kwa fursa hii na kwa kunipea nafasi ili tukaweze kujadiliana yale mambo, matukio ambayo tumekuwa tukikumbana nayo katika kaunti yetu ya Nyamira, haswa katika bunge letu la Nyamira. Kwanza kabisa, hii mambo ilianza mnamo tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka wa 2024. Wakati nilitimuliwa kutoka ofisini na waheshimiwa wachache ambao walikuwa na nia mbaya, sababu ile mambo ya impeachment ya gavana wetu ilikuwa imeanguka katika floor ya assembly. Wakati huo mswada ulikuja, uliweza kuangushwa na members of the county assembly ambao walikuwa ni 12. Wale wengine walikuwa 22, na ile threshold, ile namba iliyokuwa inahitajika ili impeachment ikae through ni 24 ambao walikuwa wanastahili kuunga hiyo hoja ya kumng'atua ofisini gavana Nyaribo. Lakini wakakosa 2 hiyo namba iweze kutimia. Hapo ndio mambo ilianza, cheche zikaanza, vita ikaanza baadaye. So tukatoka mambo ya kumng'atua gavana ikaingia kwangu mimi kubanduliwa ofisini. Speaker wanasema kwamba ulikuwa na ushawishi pale kidogo kuweza kubatilisha ile kura moja ambayo wangeipata wao ili waweze kumuondoa gavana Amos Nyaribo. Si kuwa na kazi ya kuwa speaker, ni kama referee, mtu wa kupuliza tu na kuhakikisha sheria imefuatwa. Kwa hiyo mambo yote hakuna mwenye anasema mimi kama speaker nilivunja sheria wakati hii mswada ya impeachment ilikuwa inaendelea. Kupiga kura ni kama haki yoyote ya Mkenya. Anapiga kura mahali anataka. Na wale waheshimiwa wako pale ni waheshimiwa wakubwa, wamepigiwa kura ambao wanafanya maamuzi yao wao wenyewe. Na ile siku waliamua kupiga kura mahali fikra zao zilikuwa, ama vile walikuwa wameamua wao wenyewe. Mimi sikuwa nimejiingiza katika ile mambo, na hakuna yeyote mwenye niliambia apige pande yoyote. Mimi kazi yangu ilikuwa ni kuhakikisha
ile mswada imeenda kulingana na sheria, na hiyo ndio ilikuwa kazi yangu. Tuliona kwamba baada ya mswada ule waliweza kuja, vurugu ilianza kunishuhudiwa pale katika bunge lile. Wengine wale wachache tuliona rungu zikiwa zinabebwa pale na baadhi ya wafanyikazi, wengine pia vile tuliona wakitembea, maafisa polisi walikuwa wamejaa pale wakikuzuia wewe kuingia pale katika bunge lile. Je, unahisi kwamba ni kipi ambacho kulikuwa na ushawishi kutoka pande za nje ambazo zilikuwa zinachangia mambo yale kuweza kufanyika? Kwa sababu unajua wakilishi wadi peke yao hawezi kufanya mambo kama yale. Ni ukweli kabisa, shida za bunge letu la Nyamira sio shida za waheshimiwa wale ambao wamechaguliwa kama representatives wa wards. Shida iko pale ni ya waheshimiwa ambao wamechaguliwa wako national parliament. Tuanzie waheshimiwa wa bunge, tukuje na seneta wetu. Hao ndio wamekuwa wakichangia hii siasa yote ambayo unaona Nyamira. Waheshimiwa wanabendana wao wenyewe. Jana tumekuwa na mkutano pale, nikatuma hii timu yangu pale, tukaanza kuongea ili tuweze kuhakikisha kuna uwiano kati ya zile pande mbili ya simu ambazo zimekuwa zikipingana. Tukaenda pale, waheshimiwa wakaenda, nikawaambia tulienda seneti pale. Na seneti ilisema mimi niende kufanya kazi kule Nyamira kwa headquarters. But sasa ile matukio ambayo tumeyaona pale, vile ushasema watu walipigana pale, mawe ilikuwa, silaha mbalimbali ziko pale ndani. Saa hii leo usiku kwa mkia leo umeona vile walikuwa wameongea jana waheshimiwa peke yao wakakubaliana ili tukarudi pale tufanye kazi. Usiku wa kuamkia leo wakaanza kupata vitisho eti wakienda pale mtu atawawa. Na usalama ya mheshimiwa ndio inakuja kitu ya kwanza. Sio hata serikali inastahili kukuchunga, usalama inaanza na wewe mwenyewe. Sasa tukaamua kukuja hapa tuendelee na mambo yetu ya vikao hapa mashinani vile tuko. Hapa mahali tuko ni katika precincts za county assembly ya Nyamira. Tuko na 21 precincts like nyumba za bunge letu la Nyamira. Na tuko place yenye iko Alari, mahali ambayo tunafanya vikao zetu sasa. Tukiangalia mheshimiwa, uliweza kuelekea mahakamani baada ya wewe kubanduliwa na mahakama ikatoa standing orders zake. Je, tukiangalia zile orders ambazo iliweza kumsimamisha Thaddeus Nyabaru ambaye alikuwa akaambiwa asiweze kuendeleza shughuli zozote za bunge. Je, kwa nini unahisi wale wakilishi wadi ambao wapo kufikia sasa bado hawajakamilisha au timiza jambo hili? Kwa sababu tunaona kwa mara ya mwisho walikiuka na mahakama ikawaomba waweze kuomba msamaha. Tena kwa mara nyingine bado hawajatimiza ambacho mahakama imeomba. Unajua Kenya tumenawili, tumesonga mbele kwa mambo ya kisheria. Na kama kuna mtu yeyote bado anaamini yeye atakuwa juu ya sheria, huyo anajidanganya. Tuende katika national government. Uliona chuzi mahakama imeongea ile mambo ya Gachagua ambayo tulikuwa tumesema ameshakuwa impeached. Sheria imechukua mkondo wake. Mimi vile sheria ilitangaza mapema, ikasema vizuri niendelee kufanya kazi kama speaker wa bunge la Nyamira hadi ile kesi iishe, na hiyo kesi haijaisha. Lakini sasa ukiangalia watu wengi wanafikiria ukiwa mwanasiasa wewe uko mkubwa wa sheria, na ile kiburi mingi ambayo unaona watu wako nayo, hawataki kuheshimu sheria, ni ile wanafikiria wako na ile political protection. Eti niko na mjumbe pale national government, niko na senator pale, ataenda anitetee na hakuna kitu itafanyika. Wanasahau kwamba sheria ni ya kila mtu na sisi wote tunastahili kufuata maagizo ya sheria. Na haswa yale mambo kotini imetangaza vizuri, niendelee kufanya kazi. Na kitu inanifurahisha pale ni majengo tu, ile vita unaona Nyamira ni majengo tu wanalinda. Lakini mambo ya kisheria bila umekuja hapa tumepitisha watu wa kuenda kufanyisha interview, watu wa kuachiliwa katika Public Service Board. Tumepitisha miswada mbalimbali, County Fiscal Strategy Paper. Hapa mashinani tukapitisha supplementary budget ambayo tunaenda kumaliza kuitumia hii mwisho wa financial year, na ile maendeleo mnaona tractors across the counties, across the wards. Mambo mengine mengi ambayo yameendelea saa hii, balls zimejimbwa wards zingine. Ile mambo yote tumepitisha tukiwa mashinani. Mimi niko na kalamu yangu na mimi nimeaba kwamba hata ikiwa ni hapa mashinani, watu wote wa Nyamira watapata ile huduma ambayo inastahili kutoka kwa bunge letu
la Nyamira, ili ile serikali nyingine ya Governor Amos Nyaribo ikaweza kutekeleza yale mambo, sababu bila bunge ile serikali nyingine itakuwa imekwama kwa mambo ya miradi na mambo mengine mengi. Kama saa hii umeona tuko na budget ambayo itaenda kufanya kazi 2026 2027. Hiyo budget ndio tumemaliza leo na tutaenda kuijadilia hivi karibuni ili tukaweze kupea wananchi wetu maendeleo. Je, naona kwamba pia baadhi ya wafanyikazi katika kaunti wameweza kuingia katika vita hivi ambavyo ndio wawakilishi wadi. Je, Speaker, unahisi ni kipi ambacho kimechangia mpaka wawakilishi wafanyikazi ambao wakati wa uteuzi wako walikuwa wamejawa na furaha, lakini kwa sasa tunaona kwamba wamegawanyika mara mbili? Kuna wale ambao wanakuunga na wale ambao wanaunga upande ule mwingine. Asanteni sana. Unajua bunge nilikuwa nimeshikilia vizuri sana. Tulikuwa tumeleta kitu inaitwa sanity katika ile bunge. Kila mtu wa kufagia, mtu mlinzi wa usiku, waheshimiwa na staff wote, tulikuwa tumelainisha, kila mtu alikuwa anasawadiwa kulingana na kazi yake. Lakini wale ambao walikuwa na nia mbaya waliona nchi ya pekee wanaweza faulu katika ile vita, lazima wangeenda wafanye radicalization kwa staff. Like wakawekea vitina mingi, eti tukiingia kwa ofisi tutawapandisha chop group grade kama 3, wakawapea zile tunaita false promises. Na wale staff wengi kuona hivyo wakakimbilia, lakini wametumika, wamepigana vita, ile mambo yote waliambiwa haiko. Saa hii hata jana wakati waheshimiwa walienda pale, waliona wale staff members hata wao wenyewe walikuwa wanataka kupiga wale waheshimiwa ambao walikuwa wanawatumia. So bunge letu saa hii alionekani kama ni bunge. Wafanyakazi wako pale, unaona ni kukunywa pombe, kuna silaha pale bungeni. So hata maisha ya waheshimiwa wenzetu iko hatarini, hata wale wenye wanaenda pale. So ndio maana mimi nimeamua na wale waheshimiwa wenzetu ambao wako hapa, ambao ni namba kubwa, tuko 20 hapa mashinani, wale wamepaki pale ni 12 ambao pia wengine wanataka kukuja hapa. Lakini kuna wale ambao wameshikilia sababu wamepata ile mawaidha kutoka kwa wale viongozi ambao walikuwa wana finance ile mambo yote. Wanawaambia mkikubaliana Okero ingie hapa, sasa ni kama sisi tutakuwa tumepoteza. Sasa ile ndio shida iko pale. Staff wamekuwa radicalized na waheshimiwa hata saa hii wako confused. Hata wale wenye wanatumia wale wachache pale bungeni wanataka hii mazungumzo ya Nyamira iendelee kutrend kila mahali. Sababu kama ni mbunge, wengine niliona wananchi wanaandamana sababu hajatekeleza majukumu yao walikuwa wamepromise wananchi. Sasa wanataka watafute ile kitu tunaita scapegoat. Na scapegoat lazima wachangie sana, watumie pesa mingi ndio vita iendelee kufanyika pale bungeni, ndio wakikuja kwa mazishi, kwa mikutano yao, kwa michango waweze kusema eti kuna shida Nyamira. Ndio mwananchi afanywe ile kitu tunaita distraction. Ndio asiende kuuliza mbunge, wewe tulikupea pesa, umepeana basari ngapi? Mabarabara ya Kera umetengeneza ngapi? Vitu mingi, polytechnics wewe umesupport kitu gani? Mambo ya basaris kwa high school umepeana ngapi? Sababu wanajua wachatekeleza. Saa hii wamedivert ile attention ikuje kwa bunge letu. Lakini my members of county assembly wale wachache ambao wanatumika pale, hawachaona hili. Juu mwishoe na wao wananchi waliwapea nafasi. Wataenda kuwauliza, sisi ile nafasi tulikupea, utufanyie maendeleo. Water springs zitengenezwe, barabara za county zitengenezwe. Wewe umetufanyia kitu gani? Water connectivity, maji ya kusambaza imefika wapi? Sasa hawaoni hilo. Wale wenye wanaotumia wanataka wafike karibu 2027 waseme shida ilikuwa katika kaunti ya Nyamira, lakini mabunge yao wakaweza kupigiwa kura warudi. Mwananchi aone shida ilikuwa kwa members of county assembly, sio kwa members of parliament na senate. Sasa hiyo ndio diversionary tactic wametumia pale na wamesucceed until wale members of county assembly waundue hii uchanja yao mikora ambayo inawatumia, ndio siku tutapata amani katika bunge yetu na ya Nyamira County. Wengi wanasema kwamba upande wa gavana na upande wa ofisi yako kwa lugha ya Kiingereza sema you have gone to bed. Kwa faida ya mtazamaji wetu utasema lipi? Hiyo sijui nitaisema namna gani. Kazi ya bunge na kazi ya executive lazima zifanye kazi pamoja. Hakuna kitu executive itafanya kama haijapita kwa bunge.
So bunge tumefanya kazi yetu. Leo tulikuwa tunapitisha bajeti. Hiyo bajeti tunapitisha, inakuwaje tumeenda in bed na governor kwa kupitisha budget aende kufanyia kazi? Tumefanya oversight. Tumetebo bili 3 hapa leo. Facility Improvement Fund, kuna ile Drug Reforming Fund ambayo tunataka tuweke bill, pesa iwekwe kama ile tumeweka kwa FIF, Facility Improvement Fund, tuende tunaweka kwa bull, kama ni 400 million ianze kununua madawa, ina revolve. Ukinunua dawa kwa shilingi 50 unauzia mwananchi at subsidized rate kwa shilingi 60. Ile profit ya 10 bob inapatikana pale, inaingia tena kwa hiyo account, ina revolve. At the end of the day, ile faida mwananchi anatoa kwa kununua dawa katika chemist yetu kwa account ya Nyamira inaongezeka kila mwaka. Alafu tunaenda tunazidi kuleta madawa mengine mengi ya bei ghali, but tunauzia mwananchi wa Nyamira kwa ile bei nafuu. Faida inakuwa kidogo, but zinaingia kwa account, ina generate revolving. Ndio tukaweza kupata kila hospitali kaunti yote mzima imepata madawa na pesa iko. Kama saa hii hakuna pesa, tunategea ile inatoka Nyamira, ile inatoka national government, na ile kidogo tunakusanya kama ushuru, ndio tunafanyia hii maendeleo. Speaker, tuliona baadhi ya wafanyikazi wa kaunti wakielekea mahakamani wakisema kwamba hawajaweza kupata mishahara yao. Kwa kifupi tu utueleze, je, unahisi kwamba vita hivi ndivyo ambavyo vinachangia wao kuweza kusema kwamba hawajapata mishahara? Asanteni. Saa hivi vile tunaongea, kila mtu amepata mshahara wake katika bunge yetu. Tumelipa mishahara ya miezi 2, kuna wale wamelipa maalawences zao zenye walikuwa wamefanyia kazi pale nje. Na hii mambo ilikuwa ni vita, tumeenda kotini kupigana. Sababu tulifuata sisi sheria. Na sheria ndio imepea yule acting clerk wetu Silvanus Nyamora zile nguvu za kuweza kulipa, na bodi yetu sisi ndio tumesign. Mshahara imetoka, tumelipa, na bado mshahara ingine iko tayari, tutalipa hivi karibuni, hii wiki ndio tukae watu wetu wamepata ile pesa. Umesema Speaker umelipa mishahara. Tuona kwamba kuna pande mbili. Je, wale ambao wapo ile pande nyingine wameweza kupata mishahara yao ama ni upande wako tu? Kila pande yote ni waheshimiwa, na mshahara ni kitu iko statutory, lazima utalipa mtu mwenye anakuja kazi, except yule mwenye amekuwa labda ako suspension ama kitu kama hiyo, ambaye ako na anaatibiwa kikazi na sheria. Naam. Au pekee ndio hawezi pata hiyo mshahara, lakini kila mtu saa hii katika bunge letu na Nyamira amepata mshahara wake, wamepata allowances. Pengine tukimalizia, mheshimiwa, uweze neno lako la mwisho kwa baadhi ya wale ambao wanakisiwa kwamba wana propel au wanasaidia katika wanachangia katika mgogoro huu. Pengine seneti iliweza kusema rudini nyumbani, mwende mkae mzungumze ili kuhakikisha kwamba mgogoro huu umetamatika na bunge la Nyamira lipo sawa. Je, utakuwa unawaambia vipi? Ningesema kwanza sisi wote ni wakaaji wa Nyamira. Naam. Ile fitina unaleta inaweza kuwa wewe utafaidika kwa nchi nyingine. But zile shida unaleta kwa wazazi wako, kwa ndugu zako, kwa kaka zenyu, sisi wote. Ile shida unaleta sio yako we mwenyewe. So tukumbuke, tukichangia mambo mabaya katika kaunti yetu ya Nyamira, bado wale wenye wako katika hiyo kaunti ni family members, relatives na wengine wengi watu wetu, ambao aswa kama wale viongozi ambao wanachangia hii mambo, wale watu ambao waliwapigia kura wakawapea zile nafasi ambazo wanafanyia kazi, wanalipa mishahara minono, ni yule mwananchi ambaye wanataka kutesa saa hii. Na wale waheshimiwa wenzetu ambao ni members of county assembly, vile mumeona kule headquarters kumekuwa na vita, sisi tutaendelea kufanya hii mashinani kila pande, sababu iko na sheria yake. Senate kitu inafanya, inakupea only advice. But ile advice ni sisi tunaona kama inatufaa ama haitufai. Kwa sasa hii tunaendelea kupitisha hii miswada, na ningeambia watu wetu wa Nyamira, msiwe na wasiwasi yoyote. Vita itaendelea kule na sisi tutaendelea kuchapa kazi hapa mashinani. Hakuna kitu itasimama katika Nyamira yetu. Vile tunaendelea, mambo ya kotini itaenda hadi 2027, na tuheshimu mambo ya sheria. So mimi niko hapa kikatiba, tutaendelea kuchapa kazi na msiwe na wasiwasi yoyote. Asante.
Na asante sana Ruga Ival, amekuwa ni Speaker Enoch Okero, tukizungumza naye akitueleza hali ipo vipi, hasa akitupeleka na mtaratara katika masuala ya bunge la kaunti ya Nyamira. Kwa kweli ameweza kutufafanulia, ametuzungumzia. Sina la ziada ila kurejesha usukani kwako studio. Jina langu ni Komba Alfai. Utakuwa na kurejeshea upande wako wa pili wa studio uweze kuendeleza mjadala huu mzima hasa siku hii ya leo.